Tuelekee huko Pyongyang kwa maana ya Korea Kaskazini. Kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameendelea kufanya majaribio ya makombora na manowari mpya katika taifa hilo. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameshuhudia majaribio ya kurushwa kwa makombora ya kimkakati ya masafa marefu pamoja na tathmini ya mifumo ya ulinzi dhidi ya meli, manowari na mashambulizi ya angani kwenye manowari mpya ya kivita ya Kankong. Kwa mujibu wa shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA, majaribio hayo yalifanyika wiki iliyopita siku ya Ijumaa, ikiwa ni sehemu ya tathmini ya mifumo ya mapambano ya meli hiyo mpya ya kivita. Majaribio hayo yalihusisha ukaguzi na uwezo wa kugundua shabaha na kuchakata taarifa, mfumo jumuishi wa mashambulizi, mizinga ya majini, mizinga kiotomatiki na vifaa vya vita vya kielektroniki. Kim alipewa maelezo kuhusu mpango wa tathmini ya silaha za meli kabla ya kushuhudia uzinduzi wa kombora la kimkakati na majaribio mengine. Shirika la habari la KCNA limeripoti kuwa Kim amesifu mafanikio ya hivi karibuni katika maendeleo ya silaha za nchi hiyo na kuagiza juhudi zaidi za kuimarisha uwezo wa Korea Kaskazini wa kujizuia dhidi ya vitisho vya kijeshi na kuongeza uwezo wake wa kupambana na vita. Aidha, ametoa maagizo kwa maafisa kukamilisha majaribio ya manowari ya Kankong na kuangazia rasmi katika huduma za jeshi la wanamaji ndani ya kipindi cha miezi miwili ijayo. Mwishoni mwa mwezi uliopita, Korea Kaskazini iliingiza rasmi katika huduma ya meli ya kivita aina ya manowari haribifu yenye uzito wa tani 5,000 iliyopewa jina la Chohyon na kutangaza mpango wa kupeleka meli ya Kankong ambayo ni ya daraja hilo hilo kama sehemu ya mpango mpana wa kuimarisha na kuboresha jeshi lake la. Kim Jong-un pia ametaka kujengwa kwa angalau manowari 2 za kivita za daraja hilo kila mwaka katika kipindi cha miaka 5 ijayo, huku akielezea mipango ya kutengeneza manowari kubwa zaidi zenye uzito wa tani 10,000. Meli ya Kankong ilifanyiwa matengenezo mwaka uliopita baada ya kupinduka kwa kiasi wakati wa hafla ya uzinduzi wake. Na sasa kiongozi huyo bado anaamini wa Korea Kaskazini wana uwezo katika jeshi katika kutengeneza silaha na mifumo mbalimbali, na sasa anaamini nchi hiyo ipo vizuri. Ametaka taifa hilo liitwe taifa la nyuklia, kwa maana anaamini ni wakati sahihi wa taifa hilo kuinuka na kujitegemea zaidi, na kwamba hakuna namna nchi yoyote inaweza kaingia vitani kirahisi na dhidi ya taifa hilo. Lakini pia kumbukwe kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un aliingia katika makubaliano na Urusi kwamba taifa lake likishambuliwa na Urusi itapambana, lakini pia naye ameshiriki katika mapambano ya Urusi dhidi ya Ukraine kupeleka wanajeshi katika taifa hilo ambalo linaendelea na mapambano dhidi ya Ukraine. Endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, comment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.